Karibu sana Thomas. Asante sana dada. Kwa muktadha wa wale ambao ndo tumeamka saa 2. Hata tuelewe ila tumeona Kagame alikuwepo. Au akili zilikuwa kwenye dabi. Hebu tufafanulie kwa wepesi kabisa ujio wa, tuanze na, of course kuna marais wawili wameingia nchini kwetu, mwingine anakuja, ila tuanze na ujio wa rais wa Rwanda. Ukizingatia I believe ndo tunamuona rasmi nchini kwetu au kutengeneza any sort of engagement tangu wakati wa uchaguzi na matokeo sahihi. Si ndio Sahihi. Kwa hiyo tunaamini huu ni ujio mwema na habari ni njema kabisa. Tuanzie hapo. Naam. Kwanza mimi nilifurahia ujio wake kwa sababu kuna takwimu nimezipata ambazo mwanzo nilikuwa sizijui. Kuna zile ambazo zilitolewa na serikali yenyewe kwamba ndani ya miaka kadhaa uwekezaji wa Rwanda nchini Tanzania umeongezeka kwa dola milioni 300. Kuna miradi ya 42 kutoka Rwanda ambayo imepelekea ajira 2000. Lakini muhimu sana kwa mahusiano ya Rwanda na Tanzania ni kwamba 70% ya bidhaa zote zinazoenda Rwanda au kutoka Rwanda kwenda sehemu zingine, 70% zinapitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni eneo muhimu sana kwa ajili ya Rwanda, lakini wao ni eneo muhimu sana kwa ajili yetu kutokana na hiyo biashara. Lakini ukiacha hivyo, nchi zetu zote mbili zina maslahi nchini DRC, ambapo sisi Tanzania kuna majeshi yetu. Rwanda tunajua historia pale, inasemekana na wao japo hawakubali, lakini wanasema inasemekana kwamba kuna majeshi yao. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kuna mambo mengi sana ya Tanzania na Rwanda kushirikiana kuhusiana, lakini kubwa ya ujio wake ilikuwa swala la kibiashara. Ndio maana hata muhtasari ambao ulitolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ilikuwa zaidi kwenye upande wa uwekezaji na kwa namna gani uwekezaji wa Rwanda unazidi kukua nchini Tanzania mwaka hadi mwaka. Kwenye maongezi kwa udogo wakati rais anasema dhumuni la kukutana kwao, na akatabasamu akasema kama kuna kitu nitakuwa nimesahau Paul ataeleza, ila kwa uchache alizungumzia kuhusiana pia na kushare mkongo wa taifa, mambo ya internet app. Kuna mwingine anatamani afahamu kinaga ubaga inakuwaje kuaje, ndio tutachimba nyaya mpaka huko au tunafanyaje? Watu wanapenda kufahamu vitu ambavyo hawajui maana yake. Kwa swala la mkongo wa taifa wa internet, unajua watu wengi wasichokifahamu, mfumo wote wa internet duniani unapitia baharini. Wote nyaya zote za internet zinapitia baharini. Ndio maana kuna wakati sisi mwaka jana kuna dhoruba fulani ilitokea baharini, kwenye nyaya zikaharibika upande kule ambapo karibu na South Africa, ikaathiri internet hadi Tanzania huku kwa masaa kama 24. Kwa hiyo mtambo yote ya internet ile ya mkongo ule huo unaanzia kwanza baharini ndio unaunganishwa. Sasa kwa lazima wapite. Kwa Rwanda ni nchi ambayo iko landlocked, kwa vyovyote ni lazima zile nyaya zitoke. Sisi ni kiungo muhimu. Sisi ni kiungo muhimu, yes. Lakini ukiacha hivyo pia kuna mkataba tumesaini kuhusu sisi kuwauzia Rwanda umeme pia. Kwa hiyo ni jambo jema. Ujio wa Rais Paul Kagame, huyu rais ambaye ndio leo hii anaingia, anataraji kuhutubia bunge. Rais Samia pia alipata kuhutubia bunge la Kenya. Lakini wewe nilifanya hivi swali langu, ingawa muda wenyewe umetutupa mkono, ili kuchochea uchumi wetu na uchumi wa kikanda Tanzania, tunapaswa kuzingatia mambo gani kwa haraka na hizo nchi zote zikawa sasa sisi ndo wenyewe wanasema powerhouse ya masuala ya uchumi kwa ukanda wetu Afrika Mashariki na Kati? Ya kwanza ni uliotaja pale mwanzo, swala la SGR. Maana uliuliza pia kwamba kwa nini Rwanda imechagua Tanzania. Kwa sababu kwanza route ya SGR ya Tanzania mpaka Rwanda ni fupi kuliko Kenya. Ni bei nafuu zaidi, ni haraka zaidi. Sisi treni zetu ni za umeme, Kenya SGR yao ni ya mafuta bado. Tayari tuna miundombinu ya bandari ambapo mizigo mingi ya Rwanda inapita bandari ya Dar es Salaam. Kwa ni rahisi tu kuunganisha SGR kutoka bandarini Dar mpaka Rwanda. Lakini sasa kuelekea kwenye swala la pili kwamba tuna kuaje kinara uchumi Tanzania, ukifika hapo kwenye SGR yetu itaunganisha Rwanda, DRC na Burundi.
na iko mpango kuunganika mpaka Uganda. Kwa hiyo SGR yetu ikiwa ndio SGR of choice, ile option ya kwanza kwa ajili ya kusafirisha watu na mizigo, hasa mizigo. Ina maana moja kwa moja hapo Tanzania itakuwa imejiweka kwenye position ya kuwa kinara wa uchumi kwa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo mradi wetu wa SGR tusiuchukulie poa kabisa. Kwa kweli. Hivi nikienda Rwanda nahitaji visa? Ukienda Rwanda huhitaji visa. Basi vacation kama vyote, kama hatuna hela ya ndege jamani, tunaingia SGR tu shwa. Kabisa shwa. Unaangalia manyani pale, yes. Unarejea. Mambo bam. Yes, undugu kabisa. Oye. Anakuja Ruto. Yeye tutarajie labda tunaita maombi of course. Si ndio? Ni nchi moja inakuja na proposal kwenda kwenye nchi nyingine kwamba kwa nini tusiunganishe kitu fulani, tusianzishe kitu fulani, si ndio? Yeye tutarajie nini? Tumeshajua Rwanda anahitaji nini kutoka kwetu ili tufanye ushirikiano. Kenya tutarajie nini? Kenya na Tanzania I believe na yeye ndio anatutembelea yes. Tangu uchaguzi. Yes, sahihi. Okay. Maana hata kwenye kuapishwa hawakuepo. Kenya alituma mwakilishi. Alituma naibu rais. Okay. Yeah. Sasa uhusiano wa Kenya na Tanzania kiuchumi ni mkubwa sana. Cha kwanza ukiangalia trade partners kwa Tanzania, trade partners wake wakubwa kwa Afrika. Wa kwanza ni Afrika Kusini, wa pili ni Kenya. Ila nayo Kenya kwa Afrika trade partners wake wakubwa, wa kwanza Uganda, wa pili ni Tanzania. Safi sana. Kwa sisi ni muhimu kwa Kenya, Kenya ni muhimu kwetu. Kwa sababu kipindi cha nyuma ilikuwa tuna hisia ilikuwa ni kwamba Wakenya ndio wengi sasa wanaingia Tanzania. Yes. Kwa katika masuala ya uwekezaji, biashara, alafu pia walitutangulia wao katika masuala ya viwanda. Yes. Na ikaja nafikiri hizi rapsha kwenye masuala ya umiliki wa ardhi. Lakini kama pia Watanzania sasa wameanza kuingia katika uwekezaji Kenya, nafikiri ni jambo zuri sana kabisa. Na ukiangalia Kenya wana makampuni takriban 500 nchini Tanzania ambayo imewekeza karibia dola bilioni 2, ambao hapo kuna waajiriwa kama 50 na kitu. Kwa hiyo naye Ruto ana maslahi yake kwa sababu kuna wafanyabiashara wake wengi sana nchini Tanzania. Lakini mathalan na sisi uwekezaji umeongezeka. Tumeona nyuma sana. Tumeona kuna mfanyabiashara amekwenda kuwekeza kwenye sekta afya kule. Yes, kuna mtu kaenda kuwekeza kwenye sekta ya afya. Kuna mfanyabiashara kanunua nadhani kiwanda cha simenti kule. Tuna Taifa Gesi, tumenunua Nation Media. Kwa hiyo inawezekana dada baadaye Nation Media na Crown wakawa na mahusiano ya kibiashara. Dada ukapelekwa pale Nairobi kidogo ukahudumu. Yes. Kwa hiyo biashara kati ya Kenya na Tanzania ni kubwa sana na tunategemeana sana, na ndio maana haji tu kwa sababu ya kutembelea. Kuna Tanzania Kenya Business Forum kwamba Watanzania wa Kenya na Watanzania wanakutana, na hata leo baada ya Rais Ruto na Rais Samia kukutana na kuzungumza, wanaelekea pamoja moja kwa moja ukumbini kwenda kukutana na wafanyabiashara wa Tanzania na Kenya. Kwa hiyo huu ni ujio wa kibiashara ukionyesha namna gani ambapo biashara baina ya nchi zetu mbili zimekuwa na ni muhimu. Kwa vyovyote naye Kenya amekuja kuangalia namna gani ambavyo anaweza kashirikiana na serikali ya Tanzania kuboresha kuboresha mazingira ya wafanyabiashara wake, na sisi kuangalia namna gani tunaweza kuboresha mazingira ya biashara kwa upande wa Kenya. Na ndani ya hii miaka michache, ndani ya miaka 3-4 tumeondoa vikwazo takriban 50 za kibiashara kati ya Kenya na Tanzania. Sisi ndio mapacha wa kufanana ambao tuligawanywa kwenye malezi. Tunataniana, tunagombana, tunanunuliana ugomvi, kuna vitu tunashare, tunaona hata tumegawana kule, wao wameita Masai Mara, sisi nafikiri tumeita Ngorongoro. Yes. Yani watu waliofanikiwa kwenda kule mpakani wanakwambia hata hujui mstari uko wapi. Of course. Kienda huku unaambiwa huko Masai Mara. Hiyo inasababisha hata unaambiwa wanyama wanakwenda huku wanakwenda huku.
tukiweza kupata viongozi wenye mshikamano mzuri kama pengine huu mkutano ukazalisha umoja mkali wa maana, unafikiri kwenye kipindi cha miaka 5 hivi mahusiano ya Kenya na Uganda yatakuwaje? Sababu mimi najua mtu anaendesha tu gari anaingia Kenya, anakuja hapa, watu wanaoana, mtu anafunga mzigo anapeleka Kenya. Tunaona Wakenya wanakuja Zanzibar, sisi tunakwenda Mombasa. It's fine. Unamaanisha mahusiano ya Kenya na Tanzania? Na Tanzania, yani tuko kama wale mapacha ambao ni bondi yenu ni ngumu sana kuitoa. Yani tulitenganishwa ila yani tuko hivi. Tukiwekeza kwenye hiyo bond in 5 years unafikiri tutakuwa wapi? Unajua wanasemaga Kenya na Tanzania kama ulivyosema sisi ni ndugu. Mimi nasema ni kama mabinamu. Kwa maana kwamba unajua binamu tofauti na rafiki. Hata mkigombana mtakutana kwenye harusi. Sisi tunagombana, tunapatana, tunanunuliana ugomvi. Unaambiwa ukitaka kujua ukorofi wa Mkenya, mchokoze Mtanzania. Wanakuambia wale wapole. Sisi tunanua, sisi peke yetu ndio tunatakiwa tuwazingue. Champions ushindi wetu wana claim wa kwao. Harusi mtu mwingine kuwazingua. Utasikia Bwana Samata wa Kenya. It's yani tuko hivyo for a long time. Mlima Kilimanjaro wa Kenya. Yani wako hivyo. So ninachofurahi sasa hivi ni kwamba mathalan nchi za Afrika Mashariki tunaondoka kwenye ushindani competition, tunaenda kwenye ushirikiano collaboration. Mfano ni juzi tu hapa ambapo tajiri namba 1 Afrika Aliko Dangote alikutana Rais William Ruto na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Rais wa Kenya, Rais wa Uganda wakamshawishi Dangote kwamba ajenge kiwanda cha kuchakata mafuta Tanga. Kwa hiyo I think na zile picha ambazo hata Mo ameonekana yes, sahihi. Itakuwa nadhani ndio hiyo. Lakini ukiangalia pia kwamba naye Kenya ana bandari ambayo iko Mombasa. Lakini wameshawishi kwamba bandari hiyo kiwanda cha kuchakata mafuta kijenge Tanga kwenye bandari ya Tanga. Hiyo inaonyesha kwamba huo ni ushirikiano badala ya kushindana, kwa sababu kiuhalisia ni kwamba sasa hivi umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Tukitaka chumi zetu zikue ziende next level, kwa vyovyote ni lazima sisi nchi za Afrika Mashariki tushirikiane. Nitatoa mfano mmoja haraka. Ukiangalia mabara yaliyoendelea, tuchukulie Ulaya na Asia. Kwa Ulaya na Asia biashara baina yao, yani nchi ambazo ziko ndani ya bara moja, ni 80%. Kwa hiyo 80% ya biashara yote ya Ulaya inafanyika baina ya nchi za Ulaya, haitoki nje. Asia navyo ni hivyo hivyo. Kwa Afrika ni asilimia ngapi unajua? 19%. Jamani. Ina maana zaidi ya 80% ya hela ya Afrika inatoka nje ya Afrika. Kwa hiyo sisi tukianza kushirikiana kwa namna hii kama Afrika Mashariki, tutatoa mfano, tutatoa roadmap au blueprint ya namna ambavyo nchi za Kiafrika zinaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba fedha zetu zinabaki hapa kujenga chumi zetu. Na uwiano wa mifumo ya kisiasa. Na dakika moja. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.